Ili uwe wa kwanza kupata mafundisho haya, usisahau kulike, kucomment na kusubscribe. Salamu kwenu nyote wafuatiliaji wa kipindi chetu cha Leadership Mindset 360 au Lemi 360. Ninawasalimuni nyote tena kwa upendo kabisa, na hii ni siku nyingine ambayo Mungu ametupa. Tunamshukuru sana kwa sababu kila majira yako na ijara. Every season has got a reason, na hata majira haya ambayo ametupa yako na sababu. Na niwashukuruni nyote kwa maana nyingine kwa sababu ya utayari wenu kuendelea kufuatilia masomo yetu ya uongozi, na Mungu ametupa hii neema ya kujifunza kwa pamoja uongozi, na tukisisitiza hasa uongozi wa kiutumishi ambao tunaita servant leadership, na kuonesha vile ambavyo mtu anaweza akawa kiongozi kwa muktadha wa kuwatumikia wengine. Na tunapata ujasiri wa kuzungumza haya kutoka kwenye kumbukumbu ya maandiko ambayo kama alivyonukuliwa na mwandishi mmoja aliyekuwepo kwenye eneo la tukio, anaitwa Mathayo, wakati Yesu alipokuwa duniani. Kwa wale ambao wanafuatilia maandiko, Biblia, Mathayo alinukuu moja ya tukio lililotokea katika huduma ya Yesu, na tukio hilo amenukuu katika Mathayo sura ya 20 mstari wa 25 mpaka 28. Nikitaka kusoma, imeandikwa hivyo: Yesu akawaita pamoja akawaambia, ninasoma kutoka tafsiri rahisi, tafsiri ya kusoma kwa urahisi. Akawaita pamoja akawaambia, mnajua kuwa watawala wa watu wasio Wayahudi wanapenda kuonesha nguvu zao kwa watu, na viongozi wao muhimu wanapenda kutumia mamlaka yao yote juu ya watu. Lakini isiwe hivyo miongoni mwenu. Kila anayetaka kuwa kiongozi wenu lazima awe mtumishi wenu. Kila anayetaka kuwa wa kwanza ni lazima watumikie ninyi nyote kama mtumwa. Fanyeni kama nilivyofanya. Mwana wa Adamu hakuja ili atumikiwe na watu, alikuja ili awatumikie wengine na kutoa maisha yake ili kuwaokoa watu wengi. Kutoka kwenye hili andiko ndo tunapata tunachokiita servant leadership, uongozi wa kiutumishi. Yesu anasema anayetaka kuwa kiongozi wenu awe mtumishi wenu. Sasa kwa siku mfululizo wa siku kadhaa tumezungumza habari ya utumishi huu, kwamba tunatumika kwa namna ya kuzungumza namna ambavyo mtu anaweza akawa mtumishi kwa kutumia kipawa. Kutumia kipawa kwa maana ya kwamba kuna kitu ambacho Mungu amekiweka ndani ya mtu ili aje atumie hicho kitu kwa ajili ya kuwahudumia wengine. Kwa lugha nyingine ni kwamba sisi wote duniani tumekuja na zawadi. Tunakuja na zawadi. Mungu anapokuleta duniani, ndani yako anaweka zawadi kwa ajili ya watu wa kizazi chako, kwa ajili ya watu wako, ili zawadi hiyo iweze kuwafaidisha wengine. Yesu anasema fanyeni kama nilivyofanya mimi. Mwana wa Adamu hakuja ili kutumikiwa, bali amekuja awatumikie, ajitoe. Na sisi wote ni mashahidi, hakuna kiongozi ambaye amelast longer, kwa maana ya ni influential kama huyu Yesu ambaye ameaminiwa na mataifa na watu wengi wanamfuata. Lakini utagundua kwamba uongozi wake umekuwa na nguvu kwa sababu ya kiwango chake cha kujitoa kwa ajili ya watu, akitumia kipawa, akitumia huduma ambayo alikuwa amekuja nayo dunia, na akitumia ile zawadi ambayo Mungu aliweka ndani yake kuwahudumia watu, akajipatia sifa, akawa ni influential, na akapewa jina linalopita majina yote, kama ambavyo tumekuwa tukiamini na tukisoma kwenye maandiko. Sasa ni muhimu sana tukajua ya kwamba
kwa kuwa kila mtu yuko na zawadi ambayo Mungu amempa. Sasa swali la msingi ambalo nimeulizwa na baadhi ya wafuatiliaji wangu wa vipindi hivi ni mimi nitajuaje zawadi niliyobeba? Ni kipawa, ndio nina kipawa, lakini kipawa gani? Sasa ili tuweze kwenda sambamba kwa leo, nataka nianze kwanza kwa kutofautisha kati ya kipawa na ujuzi au elimu tunayoipata kupitia mfumo wa elimu ambao upo kwa sasa hivi au unaitwa secular education. Kuna tofauti kati ya kipawa na elimu. Kipawa mtu anazaliwa nacho, anapewa na Mwenyezi Mungu wakati anaumbwa, ni inbuilt, ni sehemu ya maisha yake. Kipawa ndo kinatengeneza ile uniqueness ya mtu. Kipawa kinatengeneza ule utofauti wa kila mtu, na kila mtu yuko na kipawa chake. Maanake ni kwamba kila mtu kuna jambo fulani anaweza kalifanya kwa upekee na kwa uzuri, na akalifanya kutokea moyoni, kwa sababu kipawa, kwa sababu kinatokea ndani, kinakuwa na msukumo wa ndani, kinakuwa na inbuilt motivation. Mtu mwenye kipawa hahitaji kuwa motivated, anakuwa na inner motivation, ana internal motivation, kwa sababu kipawa ndo mtu mwenyewe. Kipawa ndo kinatengeneza ile software ya mtu. Tofauti na elimu ya ujuzi, ambayo elimu ni ufahamu, ni ujuzi anaopata mtu kwa kujifunza kutoka kwa watu waliowahi kuwa na huo ujuzi au waliowahi kuwa na hiyo elimu. Ukweli wenyewe ni kwamba ukienda ukasoma ukapata degree au ukapata masters au PhD leo, unaweza ukajikuta wewe ni yesterday's graduate, kwa sababu hivyo vitu ambavyo umeenda kuvisoma kuna watu walivifanyia utafiti, walivyofanya utafiti wakaviandika, na wengine walishakufa. Walivyoviandika, wewe umeingia darasani, umevikalili ulivyoweza kukalili, umevielewa hujavielewa, lakini ukawa na uwezo wa kuvikumbuka kwenye chumba cha mtihani, ukawa na uwezo wa kukumbuka kwenye vipindi vya practical, ukavireproduce vile ambavyo watafiti na waandishi walikuwa wamevifanya, ukapewa alama A na ukaitwa msomi mwenye degree na masters. Lakini hiyo elimu na ujuzi umetokea nje. Umetokea nje, na mwingine kama nilivyosema ni outdated, is an old school. Ni vitu ambavyo vilitokea karne hizo za nyuma kabisa, na kwa sasa hivi kuna vitu tunavisoma viligunduliwa miaka 1800. Archimedes principles mengine hao tunasoma vioni yaligunduliwa miaka karne ya 19, karne ya 18, karne ya 20. Vyote hivyo vimegunduliwa, na tunaenda darasani tunajikunja, unapinda mgongo, unatoka na A, unaitwa wewe una masters au na degree au na certificate na diploma. Ni ujuzi na elimu inayotoka kwa nje. Kipawa kinatokea ndani, elimu inatokea nje. Sasa changamoto ambayo ipo ni kwamba maisha haya yametufundisha kuthamini elimu kuliko kipawa, na hii ni kawaida kabisa kwa watu maskini. Unajua watu maskini wengi wanafanana kitu kimoja. Watu maskini wanafanana kitu kimoja, wanathamini wasivyo navyo, wanadhalau walivyo navyo. They neglect what they have and they value what they don't have. Tumeweka mkazo mkubwa sana kwenye elimu, tukadhalau kile kipawa mtu anatoka nacho, alichonacho, anatoka nacho tumboni, ile zawadi ambayo Mungu amempa. Na kwa sababu hiyo watu wengi wana elimu, wamesoma, wana ujuzi, wana ufahamu, wana degree, wengine mpaka ni maprofesa, wamebobea katika vitu ambavyo sivyo vilivyowaleta duniani. Mimi nina shuhuda ya watu wachache ambao nimekutana nao. Nimekutana na daktari amesoma, amemaliza degree, sio diploma, sio advanced diploma, ana degree ya udaktari, amekaa darasani, amesoma, ni daktari, lakini kipawa chake ni bingwa wa kuchora. Akichora anaweza kukaa hapa akakuchora akakumaliza vile vile ulivyo, so smart. He is so gifted kwenye uchoraji, kiwango ambacho ukweli wenyewe ni kwamba japokuwa ni daktari, lakini anafanya vizuri kwenye uchoraji pengine kuliko hata udaktari. Sasa mtu huyu nawaza kama angeenda kusoma arts,
akasoma elimu ya uchoraji, akasoma hilo eneo, akaunganisha kipawa chake na elimu na ujuzi uliotokana na tafiti za wanadamu, huyu mtu angekuwa ni mzuri sana katika lile eneo na angefaa sana katika maisha, na pengine hiyo zawadi yake ingeweza kukifaa kizazi chetu vizuri kuliko udaktari wake ambao ni unatokana na elimu. Na sio huyo tu, kuna watu wengi pia ambao wengine wamesoma economics lakini sasa hivi wanafanya vitu vingine, wengine ni wahasibu, wengine ni walimu, wengine profession nyingi. Lakini hata sisi wengine ambao pengine tulienda kusoma hatujaziacha hizo profession zetu kufanya vitu ambavyo tuko gifted kuvifanya. Wewe ni mashahidi kabisa, ninyi wasikilizaji na wanaofuatilia watazamaji, ni mashahidi kabisa ya kwamba watu wengi wako kazini, they are not productive. Na majuzi kulikuwa na andiko moja limetolewa tamko au mtu mmoja alisema katika muktadha wa kuhutubia, akasema karibia 40% ya wafanya kazi ni mizigo. Kwa nini ni mizigo? Kwa sababu wanafanya kazi ambazo hawazipendi. Wanafanya kazi walizosomea, wanafanya kazi ambazo wana vyeti vyake, lakini pengine they are not gifted katika zile kazi. Matokeo yake wanafanya kazi kwa kulazimisha. Wako kazini lakini hawazalishi. Wanasukumwa kazini, wanasukumwa. Ndio maana wengine wanaingia wanatoroka, wanachelewa kuingia, wanawahi kutoka. Hakuna uzalishaji kwa sababu ni kama something that is imposed from outside. It's not something they love. Ni kitu ambacho kimetokea nje, ni kama wanalazimishwa. Kwa nini? Kwa sababu walikisomea. Kwa hiyo kipawa kina motivate mtu mwenyewe. Mambo ya elimu ambayo tunazifanya sana mpaka mtu awe motivated, apewe hela, hata kama sio mzalishaji apewe hela. Akipewa hela kesho tena hela haitoshi, anataka tena awe motivated, apetiwe, abembelezwe. Akipata ugumu kidogo kwenye ile kazi anaacha, anatelekeza. Customer care inakuwa mbovu kwa sababu kitu ambacho hapendi, analazimishwa. Sasa kwa muktadha wa darasa la uongozi, tunazungumza sana uongozi wa kipawa, gift. Na kwa wale ambao wamebahatika wakaweza kucombine viwili, ana kipawa lakini akabahatika kwenda kusoma, akasoma katika ile line ya kipawa chake, hawa watu ni wazuri sana na wanafanya mambo makubwa. They are so motivated, they wana good customer care, na productivity yako huwezi kuilinganisha na mtu mwingine ambaye ana elimu tu bila kipawa. Sasa nikishasema hivyo, nataka kujibu lile swali ambalo nimeulizwa na wanaonifuatilia kwamba sasa kama natakiwa tuongoze kwa namna ya utumishi kwa kutumia vipawa ambavyo Mwenyezi Mungu ametupa, mimi kipawa nitakijuaje? Nitajuaje kipawa changu? Kwa sababu ukweli wenyewe tumezaliwa, na siku hizi unazaliwa, ukishazaliwa miaka miwili tunapeleka mtoto nasari, huko anaanza kujifunza elimu. Hakuna muda hata kidogo ambao anapatiwa kuweza kujifunza kipawa chake ni nini, na hilo somo ni lingine, nitakuja kutoka nalo siku nyingine. Lakini kwa muktadha wa leo, niungane na wasikilizaji na wafuatiliaji wanaotaka kujua kama mimi natakiwa niwe kiongozi kwa muktadha wa kutumia kipawa changu kuwahudumia wengine. Hicho kipawa mimi nitakijuaje? Nitajuaje kipawa changu? Mbona nimezaliwa nikiwa nimeenda chekechea, nimejikuta mimi ni muuguzi, nimejikuta mimi ni daktari, nimejikuta mimi ni engineer, ni mhandisi. Mimi nitafanyaje? Sasa ili kuweza kujibu, nataka leo nizungumze kwa kifupi tu namna ambavyo kipawa kinafanya ukiwa nacho, niwasaidie wale ambao wanatamani kujua hicho kipawa. Sasa nataka ninukuu andiko au ninukuu hadithi, kama ukipenda ukiite hadithi, lakini ni tukio lililotokea huko nyuma. Kulikuwa na vita, kulikuwa na kipindi cha nyuma kabisa, miaka ya zamani, kulikuwa na ugomvi kati ya Wafilisti na Waisraeli, na miaka hiyo walikuwa wana vita vya hapa na pale. Kipindi hicho Waisraeli walikuwa wanaongozwa na mfalme wao anaitwa Sauli, na wakaingia vitani
unaweza ukasoma, wale wanaosoma maandiko katika kitabu cha kwanza cha nabii Samueli sura ya 17 kuanzia pale mstari wa 12 na kuendelea kidogo. Na nikitaka kusoma kwa wale wachache ambao pengine hawajasikia hii story, nataka nisome kwa kifupi ili watu waweze kunielewa. Mstari wa 21 anasema, nao Waisraeli na Wafilisti wakajipanga, jeshi hili likikabili jeshi hili. Yani kama kulikuwa na mlima kulia, mlima kushoto, jeshi la Israeli likakaa upande wa kushoto, jeshi la Wafilisti likiongozwa na Goliath, yule jitu la miraba minne, wakiwa upande mwingine wa kulia, katikati labda kuna bonde. Kwa hiyo wakajipanga kwa namna hiyo. Hata alipokuwa Daudi akaviacha vyombo vyake, kwa sababu Daudi alikuwa ameenda kuangalia ndugu zake wakiwa vitani, na alipokuwa akisema naye nao ndugu zake, kumbe yule shujaa, yule Mfilisti wa Gathi, jina lake Goliati, akitoka katika jeshi la Wafilisti akasema maneno yale yale, naye Daudi akayasikia. Na watu wote wa Israeli walipomwona yule mtu wakakimbia, wakaogopa sana. Watu wa Israeli wakasema, je, mmemwona mtu huyu aliyepanda huko? Hakika ametokea ili awatukane Israeli. Basi itakuwa mtu yule atakayemuua mfalme atamtajirisha kwa utajiri mwingi, naye atamwoza binti yake na kuifanya mbari ya baba yake kuwa huru katika Israeli. Daudi akaongea na watu waliosimama karibu akisema, je, atafanyiwaje yeye atakayemuua Mfilisti huyu na kuwaondolea Israeli aibu hii? Maana Mfilisti huyu asiyetahiriwa ni nani hata awatukane majeshi ya Mungu aliye hai? Nao wakamjibu vivyo hivyo kama ambavyo imesemekana mwanzoni. Sasa ukienda mpaka mstari wa 20 na 30 na 32, Daudi akamwambia Sauli asizimie moyo mtu yeyote kwa ajili ya huyu, mimi mtumishi wako nitakwenda kupigana na Mfilisti huyu. Jina la Bwana libarikiwe tena kwa mara nyingine. Sasa hebu tutafakari pamoja. Hapa tunakutana na vita kati ya mataifa mawili, na kwa sababu ya uzoefu inaonekana kila upande ulikusanya majenerali wazoefu wa vita. Upande wa Israeli chini ya Sauli walikuwa na majenerali wakiwemo kaka zake na Daudi, watu wabobevu wenye manyota yao, wameenda depo, wamepiga mazoezi, wamejifunza mbinu za kivita. Na upande wa Wafilisti wakiongozwa na jitu lenye miraba minne, Goliath, majeshi yanapigana, lakini anatokea bwana mdogo mmoja, hajawahi kwenda depo, hajawahi kuingia vitani, lakini ana kipawa, ana zawadi ambayo Mungu ameweka ndani yake. Anafika kwenye eneo la vita, anakutana na matusi ya yule Mfilisti. Sauli na majeshi yake wametukanwa matusi yote. Mfilisti amewatukana wao, amemtukana Mungu wao, ametukana nchi yao, ametukana utaratibu wao. Daudi anafika pale akasikia hasira, akakereka. Kitu gani kilimkera Daudi? Kile kipawa kilichomo ndani yake, ile zawadi ambayo Mungu aliificha ndani ili ije iwasaidie kizazi chake, ikachemka, ikasababisha inconveniences, ikasababisha kero. Kabwana mdogo tu kabichi, wataalamu mwingine wanasema kalikuwa almost miaka 17 hivi hapo katikati, kaka simama, hasira zikapanda, kaka mwendea mfalme, kakamwambia mfalme asizimie moyo mtu awaye yote kwa sababu ya huyu Mfilisti. Mimi Daudi mtumishi wako nitaenda kumshughulikia. Mazingira hayo yanatufundisha kitu kimoja: kipawa huwa kinapokutana na mazingira au na tatizo ambalo kile kipawa kinatakiwa kilisovu, kipawa kinasababisha hasira, unakereka. Kipawa ulichobeba kitakufanya ukereke
na tatizo ambalo umetumwa kulitatua. Ukifika mahali ambapo viti vimekaa vibaya, kama kipawa chako ni kusanifisha, unasikia hasira, kwa nini viti vimekaa hivi? Unajikuta umeshaingia, panga vitu, fanya hivi. Ukifika mahali ambapo watu wanalia machozi, wewe umefika pale ni faraja, unatamani watulize, uongee nao, na ukianza kuongea nao maneno yako, kwa sababu yana neema, yana Mungu nyuma yake, yana kipawa, ni zawadi. Watu waliokuwa wamevunjika moyo wanasikia kutiwa moyo, waliokuwa wanakata tamaa wanajisikia kuendelea. Kwa nini? Kwa sababu umebeba kipawa, umebeba zawadi ambayo Mungu aliweka kwa ajili ya kizazi chako. Kwa kipawa huwa kinatengeneza mazingira yawe kukereka. Na swali ambalo ningependa niulize ninyi mnaonifuatilia na mnaonisikiliza sasa hivi, ni kipi kinachokukera? Ukijua kitu kinachokukera, utajua na kipawa chako, utajua zawadi ambayo Mungu aliweka ndani yako kwa ajili ya watu wengine, na utajua eneo lako la kuongoza, na utajua kwamba kile kinachokukera ndicho ambacho Mungu amewekeza utajiri wako huko, amewekeza kila baraka ambayo unaitafuta ipo katika wewe kutatua lile tatizo. Tumeona katika maandiko tuliyoyasoma, Daudi baada ya kumuua Goliati, kuna mambo makubwa 3-4 yalitokea. Jambo la kwanza, baba yake na familia yake wakasamehewa kodi. Akasamehewa kodi all together, hamna kulipa kodi tena. Neema ikaikuta familia ya mzee Yese kwa sababu ya kipawa ambacho kiko ndani ya mtoto wake. Lakini instantly Daudi akabadilisha makao, akahama kutoka kijijini huko Ushenzini akahamia Ikulu. Jambo la pili. Jambo la tatu, akaozeshwa binti wa mfalme. Baraka zinatiririka tu baada ya kutumia kipawa, baada ya kutumia ile hazina Mungu aliweka ndani yake. Mlango kafunguka, akaoa binti wa mfalme. Lakini jambo la 4, akawa celebrity, akawa mtu maarufu, akawa mtu influential. Kipawa kikamfanya akawa influential. Wamama wakafunga vibwebwe, wakatunga na nyimbo. Daudi ameua 10,000, Sauli ameua sijui nini, mpaka wakamtengenezea mazingira. Daudi akaanza kuchukiwa na Sauli kwa sababu ghafla umaarufu wa Daudi ukawa mkubwa kuliko umaarufu mpaka wa rais au mfalme wao ambaye alikuwa ni mfalme Sauli, na ikamletea shida Daudi. Baada pale akaanza kuindwa na Sauli. Wale wanaosoma maandiko mnajua yaliyotokea huko mbele. Kinachotaka kuzungumza hapa ni kwamba kipawa kile alipoanza tu kukitumia, alivyomuua tu Goliati, alivyofika mahali akakereka na yale matusi, akatumia kipawa chake akamuua Goliati, akawa ametoboa, maisha yake yakabadilika. Kuna watu ambao maisha yao yako hohehae, maisha yao yana machozi, maisha yao yana umaskini. Wana kazi ndio za ajira, lakini ni maskini. Wana kazi, wamesomea, wana mavyeti vya kutosha, lakini wanaganga njaa kwa sababu hawajaweza kutumia kile kipawa ambacho Mungu aliweka ndani yao. Kama tu wangekigundua wakakitumia vizuri, wangeweza kuona breakthrough, kwa sababu hakuna mahali ambapo mtu alitatua matatizo ya watu akafa njaa. Hakuna. Mfano mzuri ndo huyu Daudi. Baada ya kumuua Goliati, maisha yake yakabadilika. Kama tu ungegundua kipawa chako na zawadi ambayo umebeba, ukaitumia vizuri kwa makati na mahali sahihi, umaskini wako pengine usingekuwepo, machozi ya uhitaji, kukosa mavazi, kukosa chakula, na wengine asingekuwepo, na ungekuwa mtu maarufu kwa sababu ungejipatia wafuasi kwa kuwahudumia, kama ambavyo mwana wa Adamu hakuja ili atumikiwe, bali awatumikie wengine. Vivyo hivyo na ungewatumikia watu kwa kipawa chako, na ungekuwa maarufu na ungekuwa kiongozi katika huo muktadha. Jambo hili linadhihirika pia hata kwa Musa. Tunasoma Musa ni nabii, na unajua kabisa Musa alikuwa amewekwa na Mwenyezi Mungu ili aweze kuikomboa Israeli kutoka katika utumwa wa Misri. Na mnafahamu siku moja amekaa zake Ikulu, anakula bata, ni mwana wa mfalme, anaishi maisha mazuri, akatoka kwenda kuzurura mtaani.
ghafla nakutana na Misri anampiga Mwebrania. Kile kipawa, ile zawadi ya kuwaokoa Israeli kutoka katika mikono ya utumwa ikachemka, ikamsababishia kero, akakereka. Na baada ya kukereka akaenda pale akamkamata yule Misri, akampiga, akamuua, akamfukia kwenye mchanga. Kipawa kimechemka, kipawa kimekosa amani, kipawa kimekosa utulivu, kwa sababu tatizo ambalo kile kipawa kilikuja kutatua limeonekana mbele ya macho yake, ameshindwa kujizuia. Wewe kitu gani kinakukera? Unakerwa na nini? Ni mazingira gani yanayokukera? Ni tatizo gani linalokukera? Ukiona kuna matatizo yanakukera, ujue umebeba hazina, umebeba majibu ya yale matatizo. Hiyo ndiyo kipawa chako, hiyo ndiyo zawadi Mungu amekupa. Shikilia hapo. Kama unaenda kusoma, kasomee hilo hilo. Usianze kuhangaika kusomea vitu vingine. Unaanza kusomea sijui ufugaji wa nyuki, mwisho nyuki wa kung'ate wa kuume. Kasomee vitu hivyo, kwa sababu maana yake umebeba majibu ya lile tatizo. Ndo maana ukifika mahali penye lile tatizo unakereka. Kwa muktadha wa kujifunza katika somo letu la uongozi, namna gani nitajua kipawa changu? Nimekumegea siri. Kipawa kinakufanya ukereke unapofika mahali ambapo kuna tatizo linaloweza kutatuliwa na kile kipawa. Ili nisikuchoshe, nikuruhusu ukatafakari na uangalie vizuri wapi ambapo unaweza ukawa productive na ukawa wa faida, na ukajikuta umekuwa influential, umekuwa mtu maarufu, na umekuwa kiongozi, na umejipatia maisha yako, na maisha yako yamekuwa bora zaidi kama alivyokuwa kwa Daudi. Na kuruhusu katafakari, alafu tukutane kipindi kijacho tutakapokuwa tunaendelea na masomo yetu ya uongozi. Kumbuka kusubscribe mwishoni na kushare. Wanasema kizuri kula na wenzio. Fanya hivyo ili tuweze kuwapata wengi ambao wanahitaji kupata huu ufahamu, kwa sababu ufahamu huu ni wa muhimu. Mpaka wakati mwingine, Mungu akubariki. Shalom, shalom. Usisahau kulike, kucomment na kusubscribe.